Mambo vipi? Mimi naitwa Korumba Brothers, mwandishi msomi, na hii ni Report Review. Tupo CDM, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kuelekea siku 64 za kuchangisha kiasi cha fedha milioni 334 za kuwezesha baraza kuu la chama hicho Septemba 15 mwaka 2026. Zikiwa zimebakia siku 61, siku 4 zimekatika, wameweka rekodi ya kipekee ya kuchangisha kiasi cha fedha milioni 42.5 ndani ya siku 4. Jana ikiwa siku ya 3, waliweka rekodi ya kufikia 10% walichokihitaji, kwa maana hadi siku ya jana walikuwa wana kiasi cha fedha cha shilingi milioni 34.8. Leo ikiwa ni siku ya 4, wanazidi kuweka maswali na maulizo mengi kwa watu wengi. Hapa ndipo unapoanza kuelewa kwamba katika kile ambacho kilikuwa kikiripotiwa kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya vyombo vya habari vikionyesha kwamba kuna baadhi ya wafanyabiashara wanakichangia chama hichi, majibu yanakuja wazi kwamba ilikuwa ni moja kati ya njia ya kupunguza hii spidi. Huenda leo hii spidi ingekuwa kubwa zaidi ya hapa kutokana na namba ambazo zinaonyesha. Ukiingia kwenye record za tume ya uchaguzi, Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa miaka mitatu kuanzia mwaka 2010, 2015 na mwaka 2020, wanachama ambao wanapiga kura, yani wapiga kura ndio tunasema hawa ndio wanachama kindakindaki wa chama hicho, ambao wanaacha shughuli zao na kwenda kupiga kura hasa kwenye nafasi ya urais. Nchi nzima kwa miaka hiyo yote mitatu unakuja kupata, kwa maana kwa miaka yote hiyo ya chaguzi tatu, kwa mwaka 2010, 15 na 2020, kwa sababu 25 hawakushiriki, wapiga kura ambao wamerekodiwa kwenye takwimu za tume ya uchaguzi ni milioni 10,277,610. Hawa ndio Chadema kindakindaki. Yani namba zimegawanyika, kwa maana ya kwamba mwaka 2010 waliopiga kura kwa mgombea wa Chadema ambaye kipindi hicho alikuwa ni Wilbrod Slaa, ilikuwa ni watu milioni 2,271,491, wakati waliopiga kura kwa mwaka 2015 ambapo alikuwa akigombea hayati Edward Lowassa, waliopiga kura walikuwa ni milioni 6,72,846, na mwaka 2020 kwa Tundu Antipas Lissu waliopiga kura walikuwa ni milioni 1,931,271. Sasa ukijumlisha hawa watu wote wanakupa idadi ya watu milioni 10,277,610. Tafsiri yake ni nini? Tumechukua hizi namba bila kugawanya, bila kutoa, kwa sababu ya kuepusha makadirio ya kuongeza ama kupunguza sana. Tumechukulia iwe walipiga au hawakupiga, tukaacha hivyo hivyo kwa mwaka uliofuatia, kwa maana kwamba iwe mtu alipiga mwaka 2010 kura akarudia mwaka 2015 au mwaka 2020, bado namba yake tumeiacha vile vile, kuonyesha kwamba tukitaka kujua idadi ya wanachadema kindakindaki kwa miaka hiyo mitano ya upigaji wa kura hawazidi milioni 11. Kwa namba hiyo, tafsiri yake ni kwamba kila mwanachama aliyepiga kura angepaswa kuchangia kiasi cha fedha shilingi 41,000 ili kwa hizi siku 4 ipatikane hiyo shilingi milioni 42, na baada ya hapo asichangie tena kiasi hicho cha fedha. Kwa hiyo Chadema hadi kwa siku ya leo tu wangekuwa wamekamilisha kuchukua michango ya hao wanachama. Kwa hiyo mchango unaanzia kuanzia 43 kuelekea mbele hadi milioni hiyo 300 itakayopatikana. Tafsiri yake itakuwa imechangiwa na watu ambao sio wanachadema ama wanachadema ambao sio wapiga kura au wanachadema wapya. Lakini pia hiyo inadhihirisha kwamba kama hawa milioni 10 tunasema ndo wanachadema active, hatuwezi kuwa na wanachadema ambao sio active wanaozidi hii idadi. Kwa hiyo tuseme kwamba kuna wanachadema ambao sio active milioni 5. Kwa ukijumlisha ni milioni 15. Kwa hao watu wana uwezo wa kuchangia milioni 150 au milioni 100 na sio milioni 300. Ikifika milioni 300, tafsiri yake ni kwamba chama hichi kinachangiwa na wanachadema na watu wasiokuwa wanachadema.
wafanyabiashara na watu wasiokuwa wafanyabiashara, wana CCM na watu wasiokuwa wana CCM, wana NCCR Mageuzi na watu ambao sio wana NCCR Mageuzi, wana CUF kwa maana ya kafu na wana ambao sio watu wa kafu, wanaopenda siasa na watu wasiopenda siasa. Tafsiri yake kwamba wataenda kuidhirishia dunia kwamba chama hicho kinachangiwa na watu tofauti na wanachadema wenyewe, na hata kwenye michango yao wao wamekuwa kieleza kwamba mtu yeyote anaweza akashiriki kuchangia michango hiyo bila limiti. Lakini hapa pia unapata picha ya wale ambao walianza kuwataja baadhi ya wafanyabiashara wakidai kwamba wana isapoti Chadema. Huenda waliona mbali juu ya hii michango inayoanza, kwa sababu leo hii tunazungumza kwamba hapa milioni 42 tayari imepatikana ndani ya siku 4. Lakini pia kuna baadhi ya wafanyabiashara huenda labda kile ambacho kilielezwa na wale vijana kiliwatisha, wakaamua wasisapoti Chadema au wasichange Chadema. Kwa hiyo unaweza kukuta leo hii tulikuwa tunazungumzia issue ya kwamba tunaona takwimu za Chadema za milioni 60, milioni 70, lakini pamoja na yote iko milioni 40. Na hii trending sio ndogo, yani kwa uchangishaji na ukusanywaji wa michango hichi sio kitu kidogo, na Chadema wakienda kwa spidi hii ina maana ndani ya siku 9 wanaweza kuwa wamekamilisha kiasi chote cha fedha wanachokihitaji. Ndani ya siku 10 huenda kuwa wameshakamilisha na kutoa ripoti, tofauti na wao waliamini kwamba wangechangisha kwa muda wa siku 64, lakini kwa hii spidi huenda wakachangisha na kukamilisha zoezi lao ndani ya siku 10. Hii inaleta nini? Hii inaleta maswali kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Wanapaswa kujitafakari na kujiuliza, hawa wanawachangia wanakiona kitu gani kwao, na wao wanawajibu gani kwao? Na huo mkutano unapaswa utafakari nini kupitia hiyo michango ambayo hawa watu wanaitoa kutoka kwao? Na je, wanawajibu gani wa kutokuja kuwaangusha kwenye harakati zao za siasa hawa watu wanawachangia? Kwa hiyo ni michango yenye maswali na wajibu pia kwa wakusanyaji ambao ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Lakini pia kupitia hii michango inawapa na kuwatafakarisha wale ambao walikuwa wameanzisha kampeni za kufifisha uchangishaji wa hii michango, kuona je, ile njia ambayo wao walitumia kama sehemu ya kufifisha, kwamba kuwakatisha watu tamaa wasichangie hiyo michango, ikiwemo pia kueleza kwamba kuna baadhi ya viongozi wa chama hicho wamekula fedha za chama hicho ambazo ziliwahi kuchangwa. Njia walioitumia ilikuwa ni sahihi ama ilikuwa ni kuongeza spidi ya watu au kuwapa watu hasira ya kufanya ili kuleta majibu ya kuonyesha kwamba kile mlichokiongea dhidi ya hawa viongozi hakiko hivi ambavyo sisi tunafahamu. Kwa hiyo kuna wakati unaweza kuwa unaanzisha kitu ukihisi kwamba kinaenda kudhoofisha upande fulani, kumbe huenda ndo kinaenda kuipa nguvu hiyo kampeni au huo upande, kutokana na namna ambavyo umeongea kitu ambacho watu wamekitafakari na kuona kwamba hakina uhalisia wa kile unachokiongea. Kwa hiyo Chadema katika hii kampeni, pamoja na kukutana na vigingi vingi, lakini hivyo vigingi vimekuwa kama sehemu ya wao kuwafanya waende vizuri kwenye hili zoezi ambalo tunasema kwa trending hii, kwa namna ambavyo wanaenda ndani ya siku 9 ama siku 10 wanaweza kuwa wamemaliza hili zoezi la kuchangisha hizi fedha, na fedha zikafanya hayo majukumu yaliyokusudiwa. Weka comments yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba Le Babas. Kwa namna ambavyo unaona Chadema wanaenenda, je, ndani ya siku 10 wanaweza kukamilisha hiyo michango ama ni nguvu ya soda tu kwa sasa? Kwaheri. Msimu huu wa Sabasaba usiruhusu biashara yako ipoe, kwa sababu Global TV inakupa fursa ya kuchangamsha biashara yako. Okoa hadi 50% ya gharama za matangazo na uwafikie mamilioni ya wateja kupitia vifurushi vyetu maalum vya Sabasaba. Chagua kifurushi chako kuanzia $2.5 hadi $5 tu. Matangazo ya mitandao ya kijamii, Reels, radio na YouTube pre-rolls, vyote vipo kwa ajili yako. Ofa hii ni kwa msimu huu wa Sabasaba tu. Wahi sasa. Wasiliana nasi kupitia namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Global TV, tunakuza biashara yako.